Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani au nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi leo kupitia Kivu News Info. Ikiwa leo ni Jumanne tarehe 14 Julai mwaka 2026, ikiwa ni saa 11:30 alfajiri saa za mashariki mwa Kongo. Mimi ni Loja Lolonga nikuletea kwa uwazi, weledi na bila upendeleo habari muhimu zinazojiri ndani ya saa 24 zilizopita. Katika toleo la leo tutakuletea taarifa za hivi punde kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano leo kupotiwa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini, maendeleo ya kisiasa na diplomasia, pamoja na habari nyingine muhimu kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko duniani. Basi asante sana kwa kuendelea kuungana nasi mapema hivi leo, na endelee kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kutulia mara kwanza, basi tungekuomba na kusufa kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kurugu na nasema kujabone kwa vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Katika maendeleo ya leo usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano makali yaliripotiwa siku ya jana Jumatatu tarehe 13 Julai katika kijiji cha Kipupu kilichopo katika sekta Itombwe mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa zilizopokelewa kutoka vyanzo vya ndani, wapiganaji wa wazalendo walifanikiwa kuzuia shambulio lililoanzishwa na waasi wa makundi ya Twirwaneho na Red Tabara ambao wanatajwa kushirikiana na muungano AFC/M23 ili kupigana dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hizo zinaeleza kwamba mapema alfajiri ya jana waasi walizindua mashambulizi makubwa yakilenga kurejesha udhibiti wa kijiji cha Kipupu baada ya wazalendo kurejea na kuimarisha uwepo wao katika eneo hilo kufuatia kipindi ambacho walikuwa wameondoka kwa muda kutokana na mabadiliko ya hali ya mapigano. Mashambulizi hayo yaliibua mapigano makali yaliyodumu kwa saa zaidi ya 7 mfululizo. Silaha za aina mbalimbali zitumika huku milio ya risasi na mabomu kisikika katika maeneo mbalimbali ya Kipupu na vitongoji vya jirani. Wakazi walieleza kuwa hali hiyo ilisababisha taharuki kubwa na kusimamisha shughuli zote za kawaida za kijamii na kiuchumi. Baada ya mapigano ya muda mrefu, taarifa kutoka vyanzo vya eneo inaonyesha kuwa wapiganaji wa wazalendo walifanikiwa kuwasukuma nyuma waasi hao hadi eneo la Lwemba, hatua inayotajwa kuwa imezuia kwa muda jaribio lao la kutoa tena kijiji hicho cha Kipupu. Kutokana na hiyo, idadi kubwa ya raia lazimika kuyama makazi yao kwa hofu ya usalama. Wanawake, watoto na wazee wanaonekana wakielekea katika vijiji vinavyoaminika kuwa salama zaidi, huku baadhi yao wakiacha mali zao kutokana na hofu ya mashambulizi mapya. Mpaka sasa kuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka ya serikali kuhusu idadi ya watu waliouawa kujeruhiwa katika mapigano hayo. Hakuna tamko rasmi lililotolewa na makundi yaliyotajwa kuhusiana na matokeo ya mapigano hayo. Kijiji cha Kipupu kinaendelea kuwa moja ya maeneo yenye mvutano mkubwa katika sekta Itombwe kutokana na mapigano mara kwa mara kukutanisha wazalendo na makundi mbalimbali yenye silaha. Leo imeendelea kusababisha mzunguko wa watu kukimbia makazi yao pamoja na kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa endapo juhudi za kisiasa na diplomasia hazitaimarishwa, mapigano yanaweza kuendelea katika maeneo ya kadhaa ya Kivu Kusini, huku raia wakiendelea kubeba mzigo mkubwa wa mgogoro huu. Kivu News Info inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya ile usalama katika eneo la Itombwe na maeneo mengine mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuwajuza wasikilizaji tena taarifa mpya itakavyokuwa imepatikana. Mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Katoi, makao makuu ya sekta ya Jinailo wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako wapiganaji wa wazalendo wanadaiwa kurejesha udhibiti wa mji huo baada ya mapambano makali dhidi ya waasi wa AFC/M23 yaliyofanyika siku ya Jumapili tarehe 12 Julai. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya kimila na usalama vyoko katika eneo hilo, operesheni hiyo ilianzishwa na wapiganaji wa wazalendo waliotokea katika kundi la Waloya Luanda lopo katika wilaya jirani ya Walikale. Ndio kwa lengo ilikuwa ni kuvunja ngome za AFC/M23 kuwa zimejikita ndani ya mji wa Katoi na kurejesha eneo hilo chini ya udhibiti wao. Mashahidi wa eneo wanasema kuwa mapigano yalianza mapema na kuendelea kwa saa kadhaa, huko milio ya silaha nzito na nyepesi ikisikika katika maeneo mbalimbali ya Katoi na vijiji vinavyoizunguka. Wakazi walieleza kuwa hali hiyo ilizua taharuki kubwa na kulazimisha familia nyingi kukimbia makazi yao kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Kadri mapigano yalivyozidi kushika kasi, shughuli zote za kijamii na kiuchumi zimesimama, biashara zilifungwa, shule hazikuweza kuendelea na shughuli zake
zake, huku barabara nyingi zikibaki bila matumizi kutokana na hofu ya kushambuliwa. Wanawake, watoto na wazee walionekana wakikimbia bila kuelewa watakapopata hifadhi, jambo linaonyesha hatari kubwa za mapigano hayo kwa raia wasiokuwa na hatia. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka vyanzo vya eneo la tukio, wazalendo walifanikiwa kuvunja safu za waasi wa M23 na kuwalazimisha wasio kuondoka ndani ya mji wa Katoi. Daiwa kwa wapiganaji wa waasi wa M23 waliondoka kuelekea mji wa Ngungu baada ya kushindwa kuhimili mashambulizi yaliokuwa yanaendelea kutoka upande mbalimbali. Baada ya kurejesha udhibiti wa mji, wazalendo walianza kuimarisha ulinzi katika maeneo muhimu ya Katoi kwa kuweka vikosi vyao katika njia kuu zinazoingia na kutoka mjini, hatua inayolenga kuzuia mashambulizi mengine ya kushtukiza na kuhakikisha eneo hilo linabaki chini ya udhibiti wao. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotoka kwa mamlaka za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala kutoka viongozi wa waasi wa M23 kuhusu tukio hilo. Pia kuna idadi rasmi ya waliouawa, kujeruhiwa, kiwango cha uharibifu wa mali kilichotolewa, huku upatikanaji wa taarifa kuhusu kuendelea kwa ngumu kutokana na hali mbaya ya usalama na utawala katika sehemu hiyo ya wilaya ya Masisi. Wakazi waliokimbia mapigano endelea kuhitaji msaada wa kibinadamu ikiwemo chakula, maji safi, dawa na makazi ya muda, huku mashirika ya kimisaada yakikumbana na changamoto za kufika maeneo mengi kutokana na mapigano yanayoendelea. Kurejeshwa kwa mji wa Katoi kunakuja wakati ambako mapigano kati ya wazalendo na waasi wa M23 yanaongezeka kwa kasi katika wilaya ya Masisi na Walikale. Katika miezi ya hivi karibuni, maeneo haya yamekuwa yakishuhudia mashambulizi ya mara kwa mara, mabadiliko ya udhibiti wa maeneo mbalimbali pamoja na ongezeko la idadi ya watu wanaokimbia makazi yao. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kwamba mabadiliko ya mara kwa mara ya udhibiti wa maeneo yanaonyesha kwamba mapigano bado yanaendelea kwa nguvu katika Kivu Kaskazini, huku kila upande ukijaribu kujipanua na kuimarisha nafasi yake za kijeshi. Wananchi ndio wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa vita hivyo kupitia kupoteza makazi, kusitishwa kwa shughuli za uzalishaji na kuongezeka kwa mahitaji ya kibinadamu. Hadi kufika sasa katika mji wa Katoi inaelezwa kuwa ni tahadhari kubwa, ingawa mapigano yamepungua kwa muda, wakazi wengi bado hawajarejea majumbani mwao kwa hofu ya kuzuka tena kwa mapigano, huku vyanzo vya ndani vikisema kuwa pande zote mbili zinaendelea kufanya harakati za kijeshi katika maeneo ya karibu. Mwanamke mmoja amepoteza maisha baada ya kupigwa risasi wakati wa tukio la ufyatuaji risasi lililowahusisha wapiganaji wawili wa wazalendo katika kijiji cha Mungazi kichopo katika kundi la Luberiki wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Tukio lilitokea jioni ya Jumapili tarehe 12 Julai na limezua huzuni kubwa pamoja na hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, tukio hilo lilianza wakati wapiganaji hao wawili walipokuwa pamoja wakinywa pombe katika eneo la Mungazi. Daiwa kuwa baada ya muda walifyatuliana risasi kuhusu jambo ambalo hajafahamika vizuri hadi sasa. Mabishano yaliendelea kuongezeka na baadaye yakageuka kuwa ugomvi mkali kati yao. Mashahidi wanasema kuwa mtu mmoja wa wapiganaji hao alitoa silaha yake na kuanza kufyatua risasi akimlenga mwenzake. Hata hivyo, katika mazingira ambayo bado yanachunguzwa, risasi moja ilipata mwanamke aliyekuwa karibu na eneo hilo ambaye hakuwa na uhusiano wote na ugomvi huyo. Mwanamke huyo alianguka chini mara moja baada ya kupigwa risasi. Wakazi walijaribu kumsaidia lakini alifariki dunia papo hapo kutokana na majeraha makubwa aliyoyapata. Kifo chake kimeacha simanzi kubwa kwa familia yake pamoja na wakazi wa Mungazi ambao wanasema wamechoshwa na matukio mara kwa mara matumizi holela ya silaha katika eneo hilo. Mwili wa marehemu ulizikwa siku ya jana Jumatatu tarehe 13 Julai katika mazishi yaliyohudhuriwa na ndugu, jamaa na wakazi wa kijiji hicho. Mazishi yalifanyika katika mazingira ya majonzi makubwa, kwa wananchi wakitoa kilio kuhusu hali ya usalama inaendelea kuzorota. Baadhi ya wakazi walizungumza na vyombo vya habari walisema wanaishi katika hofu ya kila siku kutokana na uwepo wa silaha, watu wenye silaha wanazunguka katika maeneo ya raia. Wanasema mara nyingi risasi husikika kapata pasipo kuwepo kwa mapigano dhidi ya adui, hilo wanafanya wananchi kushindwa kuendelea na shughuli zao za kawaida kwa utulivu. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, wapiganaji anayeshukiwa kufyatua risasi hiyo alikamatwa mara moja na wenzake wa wazalendo baada ya tukio hilo. Hata hii sasa hajakabidhiwa rasmi kwa mamlaka za serikali na hakuna taarifa inayotolewa kuhusu hatua za kinidhamu au sheria zinazochukuliwa dhidi yake. Chanzo cha mgogoro kati ya wapiganaji hao wawili bado hakijulikana
rasmi. Hata hivyo, baadhi ya taarifa za awali zinaonyesha kuwa matumizi ya pombe huenda ilichangia kuzorota kwa hali hiyo na kusababisha ugomvi ulioishia kuwa matumizi ya silaha. Swala la wakati ambako kikundi la Luberizi kinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama, eneo hilo bado lina makundi mbalimbali yenye silaha yanayoshiriki katika mapambano dhidi ya waasi wa M23, lakini pia amekuwa akikumbwa na migogoro ya ndani na baadhi ya wapiganaji wenyewe. Katika miezi ya karibuni, vijiji vya Mungazi na maeneo mengine ya jirani vimeripoti matukio kadhaa ya ufyatuaji wa risasi ovyo, matumizi mabaya ya silaha na migongamano kati ya watu wenye silaha ambao wanaendelea kuhatarisha maisha ya raia wasiohusika na mapigano. Viongozi wa kijamii na wananchi wa eneo hilo wanaendelea kutoa wito kwa viongozi wa makundi yenye silaha kuhakikisha wanadhibiti nidhamu ya wapiganaji hao na kuwachukulia hatua kali kwa wale watu wanaokiuka sheria za kuhatarisha maisha ya raia. Wanasema ulinzi wa wananchi unapaswa kubaki kwa kipaumbele, hasa katika kipindi ambacho maeneo mengi ya Kivu Kaskazini yanaendelea kukumbwa na mapigano. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka za eneo hilo kuhusu tukio hilo. Uchunguzi unaendelea ili kubaini mazingira halisi ya tukio hilo pamoja na hatua zinazochukuliwa dhidi ya mhusika aliyeshukiwa kusababisha kifo cha mwanamke huyo. Wakati huo, wakazi wa Mungazi wanaendelea kuishi katika hali ya tahadhari, wakihofia kutokea kwa matukio mengine yanayoweza kuhatarisha usalama wao. Mapigano makali yameripotiwa tena katika kundi la Bashali Mokoto wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini baada ya waasi wa muungano wa M23 kudaiwa kuanzisha mashambulizi dhidi ya nafasi zilizokuwa zikishikiliwa na vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na vikosi vya wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani pamoja na vyanzo vya usalama vilivyoko katika eneo hilo, mapigano yalianza mapema alfajiri ya Jumapili majira saa 12 asubuhi katika eneo la Kingwe karibu na kijiji cha Malemo. Ndaiwa kwa waasi wa M23 walizindua mashambulizi ya kushtukiza wakilenga kutoa eneo hilo ambalo linatajwa kuwa na umuhimu mkubwa wa kijeshi kutokana na nafasi yake ya kimkakati katika wilaya ya Masisi. Mashahidi wanasema milio ya mizito ilisikika kwa muda kwa saa kadhaa, huku mapigano yakihusisha matumizi ya bunduki nzito, silaha za kawaida na mashambulizi ya pande zote mbili. Wakazi wa kijiji cha Kingwe na Malemo walilazimika kusitisha shughuli zao zote za kila siku mara baada ya mapigano kuanza, huku wengi wakianza kukimbia kuelekea maeneo salama. Kwa mujibu wa taarifa hizo, vikosi vya FARDC kushirikiana na wapiganaji wa Zalendo vilijibu mashambulizi yao kwa nguvu, na baada ya mapigano yaliyodumu kwa saa kadhaa walifanikiwa kuzuia kusonga mbele kwa waasi hao wa M23. Vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa waasi walazimika kuondoka katika baadhi ya maeneo walikuwa wakishikilia baada ya kushindwa kuvunja safu za vikosi vya serikali na washirika wao. Taarifa zao zinaonyesha kuwa katika operesheni hiyo vikosi vya FARDC na wazalendo vilifanikiwa kukamata silaha kadhaa zilizokuwa mikononi mwa waasi. Miongoni mwa silaha hizo zilizotajwa ni pamoja na bunduki za kivita PKM pamoja na bunduki 4 za mashambulizi. Vilevile wapiganaji wawili wanaodaiwa kuwa wanachama wa waasi wa M23 walikamatwa wakiwa hai na baadaye kupelekwa katika eneo la Pinga kwa ajili ya hatua zaidi za kiusalama na uchunguzi. Hata hivyo, taarifa hizo bado hazijathibitishwa rasmi na viongozi wa waasi wa M23 ambao hadi sasa hawajatoa tamko lolote kuhusu madai ya kupoteza silaha wala watu waliokamatwa na wapiganaji hao wa wazalendo. Kwa upande wa kibinadamu, mapigano yamesababisha wimbi jipya la wakimbizi kuyama makazi yao. Wananchi wa Kingwe na maeneo ya Malemo walikimbilia katika eneo la Kalembe wakihofia kuendelea kwa mashambulizi. Familia nyingi ziliondoka haraka bila kubeba mali zao, huku baadhi ya watoto na wazee wakitembea umbali mrefu kutafuta usalama. Mashirika ndani yanahofia kuwa hali ya kibinadamu yanaweza kuwa watu waliokimbia wanahitaji msaada wa dharura ikiwemo chakula, maji safi, huduma za afya na malazi ya muda, hasa kutokana na hali ngumu inayotokana na mapigano mara kwa mara katika eneo hilo. Licha ya taarifa kwamba waasi walirudi nyuma katika baadhi ya maeneo, hali ya usalama bado inaendelezwa kuwa ni wasiwasi mkubwa. Vyanzo vya ndani vinaeleza kijiji cha Malemo bado kimegawanyika katika maeneo mawili. Sehemu moja kwa chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo, huku sehemu nyingine ikiendelea kwa chini ya ushawishi wa wapiganaji wa waasi wa M23. Migawanyiko imeongeza hofu ya kuzuka tena kwa mapigano katika saa siku zijazo, kwani pande zote mbili bado zinaendelea kuimarisha nafasi zao na za kijeshi katika maeneo ya karibu. Mapigano yanajiri wakati ambako wilaya Masisi na Walikale zinaendelea kushuhudia ongezeko la mapambano kati ya vikosi vya serikali, wazalendo na kwa upande mwingine zidi ya waasi wa M23 kwa upande mwingine. Hali imeendelea kusababisha mabadiliko ya udhibiti wa maeneo mbalimbali, kuongezeka kwa idadi ya watu waliokimbia makazi yao pamoja na kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika sehemu kubwa ya Kivu Kaskazini. Hadi sasa mamlaka za serikali hajatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa kujeruhiwa katika mapambano hayo. Wakati wakazi wa Bashali Mokoto wanaendelea kuishi katika hali ya tahadhari kubwa, wakisubiri kuona iwapo hali ya utulivu itarejea au kama mapigano yataanza tena katika eneo hilo.
Katika maendeleo mapya kuhusu hali ya usalama katika mkoa wa Kivu Kaskazini, taarifa kutoka vyanzo vya ndani katika wilaya za Walikale zinaeleza kuwa wapiganaji wa muungano wa M23 wameanza kujiondoa katika vijiji kadhaa ya kundi la Ikobo ulioko katika sekta wa Nianga tangu Jumamosi tarehe 11 Julai. Kwa mujibu wa taarifa hizo ambazo zimethibitishwa pia na mkuu wa kundi hilo la Ikobo, waasi walikuwa wameweka makao yao katika vijiji vya Rukumbiro, Rusamambu, Kateko pamoja na Buleusa. Wameondoka katika maeneo yao wakiwa wamebeba silaha zao, vifaa vya kijeshi na vifaa vingine vilivyokuwa vikitumika wakati wa uwepo wao katika eneo hilo. Vyanzo vinaeleza kuwa baada ya kuondoka Ikobo, wapiganaji hao walielekea katika wilaya za Lubero na Ruchuru ambazo pia zimekuwa zikabiliwa na harakati za makundi yenye silaha katika miezi ya hivi karibuni. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mamlaka za mkoa na viongozi wa M23 kuhusu sababu zinazofanywa kuondoka maeneo hayo au malengo ya harakati hizo. Kwa mujibu wa viongozi wa eneo hilo, kuondoka kwa waasi wa M23 kumeonekana wazi katika vijiji vilivyokuwa chini ya ushawishi wao kwa miezi kadhaa. Wakazi wanasema kuwa tangu mwanzoni mwa wiki iliyopita hawajaona tena msafara wa silaha wala doria zao zilizokuwa zikifanyika mara kwa mara katika maeneo hayo. Taarifa hizo zinaongeza kuwa baada ya kuondoka kwa waasi wa M23, watu pekee wenye silaha wameonekana katika vijiji hivyo ni wanachama wa vikundi vya kujilinda vya ndani ambao ndio wanadaiwa kuundwa kwa wakati wa kipindi cha udhibiti wa waasi hao. Vikundi hivyo vinaendelea kuwepo katika baadhi ya maeneo, jambo linalozua maswali kuhusu hali ya usalama katika kipindi hicho cha mpito. Katika miezi kadhaa iliyopita, kundi la Ikobo limekuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi na mapambano kati ya makundi yenye silaha. Mashambulizi ya mara kwa mara, mapigano na mabadiliko ya udhibiti wa maeneo yalisababisha maelfu ya wananchi kuyahama makazi yao, shughuli za kilimo, biashara, elimu na huduma za afya zikisimama au kuathirika kwa kiwango kikubwa. Hasara za usalama aliyopia ilizorotesha utoaji wa msaada wa binadamu. Mashirika mengi ya misaada yalishindwa kufika katika baadhi ya vijiji kutokana na hatari ya mapigano na ukosefu wa usalama katika barabara kuu za eneo hilo. Kwa sasa baadhi ya wakazi waliozungumza na vyanzo na viongozi wa eneo hilo wanaeleza kwa matumaini ya kwamba kuondoka kwa waasi wa M23 kunatoa nafasi ya kurejea kwa utulivu na kuwaruhusu watu waliokimbia makazi yao kurudi nyumbani. Wakulima pia wanatarajiwa kuanza tena shughuli za mashambani ambazo zilikuwa zimesimama kutokana na mapigano, huku wafanyabiashara wakitumaini kufunguliwa tena kwa njia za biashara kati ya vijiji mbalimbali. Hata hivyo, viongozi wa kijamii pamoja na wachambuzi wa masuala ya usalama wanatoa tahadhari kwamba ni mapema mno kutimisha kuwa hali imerejea kama kawaida. Wanasema harakati za makundi yenye silaha katika Kivu Kaskazini hubadilika mara kwa mara, na mara nyingi vikundi hivyo hujiondoa katika eneo moja kabla ya kujipanga upya na kurejea au kuelekea katika maeneo mengine. Kwa makundi vingine yenye silaha katika maeneo ya jirani lile kwa chanzo cha wasiwasi kwa wananchi wakihofia kwamba mapigano yanaweza kuzuka tena wakati wote ikiwa hakutakuwa na hatua madhubuti za kuimarisha usalama. Hadi sasa kuna uthibitisho rasmi kutoka kwa mamlaka za kijeshi wala kiutawala kuhusu sababu halisi za kujiondoa kwa wapiganaji wa M23 katika vijiji vya Bukumbirwa, Rusamambu, Kateko na Buleusa. Uchunguzi na ufuatiliaji wa hali hiyo unaendelea, huku wakazi wa Ikobo wakisubiri kuona kama mabadiliko yatakuwa mwanzo wa kurejea kwa amani ya kudumu au ni sehemu ya mabadiliko ya kimkakati ya makundi yenye silaha yanaendelea katika mashariki mwa nchi. Aliyekuwa waziri wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Constant Mutamba amefikishwa tena mbele ya mahakama ya rufaa ya juu Cour de Cassation katika kesi mpya inayomhusisha na yeye pamoja na aliyekuwa mtaratibu wa muda wa mfuko wa fidia na ustawi wasirika wa vitendo haramu vya Uganda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inajulikana kwa kifupi kama Frivao Chancellor Malonda. Kikao hicho cha kwanza kilifanyika siku ya jana Jumatatu tarehe 13 Julai mjini Kinshasa na kilivutia hisia za wengi kutokana na uzito wa tuhuma zinazowakabili washtakiwa hao pamoja na mvutano ulitokeza katika pande za utetezi na mashtaka. Mara baada ya kesi hiyo kufunguliwa, Constant Mutamba pamoja na wakili wake waliambia mahakama kuwa hawajawahi kupewa nyaraka za kesi hiyo na hivyo wafahamu ushahidi wala tuhuma kamili zinazowakabili. Kwa msingi wao waliomba kesi hiyo iahirishwe ili wapate muda wa kupitia nyaraka zote za mashauri na kuandaa utetezi wao ipaswavyo. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote, mahakama ya Cassation ilibaini ombi hilo na kuamua kuahirisha kesi hiyo hadi tarehe 17 Julai. Katika tarehe hiyo, mahakama inatarajiwa kuanza kujadili hoja za awali zilizowasilishwa na pande zote kabla ya kuanza kusikiliza kiini cha kesi yenyewe. Kwa upande wa Chancellor Mulonda, mahakama ilitangaza kuwa ina mamlaka ya kusikiliza kesi yake. Ilibaini kuwa kulikuwa na uhusiano wa moja kwa moja kati ya kesi iliyokuwa ikiendelea katika mahakama ya rufani
ya Kinshasa Ngombe, na kesi hiyo ilifunguliwa mbele ya Cour de Cassation. Kutokana na Lio Makame na amuru mashauri hayo mawili yaunganishwe ili yasikilizwe pamoja. Kwa mwanzo anahamasisha kuwa mahakama ya rufaa ya Kinshasa imejiondoa rasmi katika shauri hilo na kulikabidhi kwa Cour de Cassation, ambayo sasa itasimamia mchakato mzima wa kesi hiyo hadi mwisho. Kwa kiligubikwa pia na mabishano makali kuhusu uhalali wa mwenendo wa kesi. Costa Mutamba alikanusha madai kwamba aliwahi kupokea hati kumtaka afike mahakamani. Alisema hajawahi kudhibitiwa hati hiyo na kudai kuwa maelezo yaliyotolewa ni na balifu kwa mahakama. Alidai kuwa alimkabidhi hati hiyo binafsi na kumfanya asaini udhibitisho wa kuipokea si ya kweli. Mutamba alieleza mbele ya majaji kuwa madai hayo ni ya uongo na akatangaza kuwa atafungua mashtaka dhidi ya balifu huyo kwa kile alichokidai kuwa ni kutoa taarifa za uongo mbele ya mahakama. Na wakili wake walisitiza kuwa utaratibu uliotumika kufikisha mteja wao mahakamani au kufuata sheria, hivyo wanaomba mahakama itangaze kuwa shauri hilo alikuanzishwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Hoja nyingine ilizua mjadala mkubwa kuhusu namna ofisi ya mwendesha mashtaka ilivyoanzisha kesi hiyo. Costa Mutamba alipinga kufikishwa mahakamani kupitia hati ya wito moja kwa moja kwa mshtakiwa, akisema kuwa kabla ya kufunguliwa kesi hiyo hakuwahi kufanyia uchunguzi wa awali unaotakiwa na sheria. Alihutubia baraza la majaji. Mutamba alioji jinsi anavyoweza kufikishwa moja kwa moja mbele ya Cour de Cassation bila kwanza kujua rasmi katika hatua ya uchunguzi wa awali, akisema kuwa utaratibu huo haupo katika sheria zinazoongoza mahakama hiyo. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulipinga kauli hizo na kueleza kuwa uchunguzi wa awali ulifanyika kikamilifu. Mwendesha mashtaka alidai kuwa Costa Mutamba aliojiwa wakati akiwa amelazwa hospitalini na kwamba mahojiano hayo ndio yaliunda msingi wa kufunguliwa kwa kesi hiyo mbele ya mahakama ya Cassation. Katika shauri hili, Costa Mutamba anakabiliana na tuhuma zinazohusiana na matumizi yanayodaiwa kuwa yasiyo ya kawaida ya fedha za umma wakati alipokuwa waziri wa sheria. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, akiwa msimamizi wa matumizi ya fedha za wizara, anadaiwa kuhuzunisha utoaji wa zaidi ya milioni 50 za Marekani kutoka kwa mfuko wa Frivao kwa njia inayodaiwa kukiuka taratibu za kifedha na kusababisha hasara kwa mfuko huo. Mpaka sasa Costa Mutamba anaendelea kukanusha tuhuma zote zinazomkabili, wakisitiza kuwa haki yake ya kujitetea lazima iheshimiwe na kwamba mwenendo wa kesi uzingatie ikamilifu sheria za nchi. Wakati wa macho wengi yameelekezwa katika kikao kijacho cha tarehe 27 Julai ambako mahakama ya Cassation inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu hoja za awali kabla ya kuamua ikiwa kesi hiyo itaendelea kusikilizwa katika misingi wake. Katika kuendeleza juhudi za diplomasia zinazolenga kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri wa ushirikiano wa kikanda wa DRC Floribert Anzuruni Ishilokechi amekutana na rais wa Uganda Yoweri Museveni katika mazungumzo yaliyofanyika asubuhi ya jana Jumatatu tarehe 13 Julai. Mkutano ulifanyika katika wakati rais wa Museveni akiwa pia mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, nafasi inampa jukumu muhimu katika kuhimiza ushirikiano wa kikanda na juhudi za kutafuta suluhisho la mgogoro unaokabili eneo la maziwa makuu. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mamlaka za Kinshasa, waziri Floribert Anzuruni alikuwa amebeba ujumbe maalum kutoka kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi unaolenga kumfahamisha rais Museveni kuhusu hatua ambazo serikali za Kongo zinaendelea kuchukua katika kutekeleza ahadi zake za kilimo katika makubaliano ya amani yaliyofikiwa kati ya DRC na Rwanda. Serikali ya Kongo inaeleza kuwa ujumbe huo ni sehemu ya kampeni pana za diplomasia na kuhamasisha viongozi wa nchi za Afrika Mashariki pamoja na mashirika mengine ya kikanda kuunga mkono juhudi za kurejesha amani katika mashariki mwa DRC, eneo ambalo limeendelea kukumbwa na mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi mbalimbali yenye silaha ikiwemo muungano wa AFC M23. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa, makubaliano ya amani yalitiwa saini tarehe 4 Disemba mjini Washington nchini Marekani mbele ya viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda chini ya upatanisho wa usimamizi wa rais wa Marekani. Serikali ya Kinshasa inasema inaendelea kutekeleza wajibu wake uliokubaliwa katika makubaliano kwa lengo la kufungua ukurasa mpya wa utulivu na ushirikiano wa kikanda. Katika mkataba ujumbe wa waziri Anzuruni pia unalenga kueleza kuwa washirika wa kikanda hatua ambazo serikali ya Kongo imekwisha kuchukua ili kutekeleza makubaliano hayo, ukisitiza kwa mafanikio ya mchakato wa amani yanahitaji ushirikiano wa karibu kutoka kwa nchi zote za ukanda. Ziara imekuja katika kipindi ambacho uhusiano kati ya Kinshasa na Kigali unaendelea kuwa wa tahadhari, serikali ya Kongo ikiendelea kuituhumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 wanaopigana mashariki mwa nchi. Rwanda kwa upande wake imekuwa ikanusha mara kwa mara madai hayo. Juhudi za diplomasia zinafika wakati ambako Marekani imeweka vikwazo dhidi ya Rwanda kufuatia kile Washington inachokieleza kuwa ni
ni kuendelea kwa vitendo vinavyohusishwa na mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kinshasa inaamini kuwa hatua imeongeza shinikizo la kimataifa kwa lengo la kuhimiza utekelezaji wa makubaliano ya amani na kupunguza mvutano kati ya maziwa makuu. Katika mazungumzo na viongozi wa kikanda, serikali ya DRC inalenga kujenga uungwaji mkono wa kisiasa na diplomasia kwa mchakato wa amani, ukisisitiza kwa ushirikiano wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na taasisi nyingine za kikanda ni muhimu kuhakikisha makubaliano yaliyofikiwa yanatekelezwa kikamilifu. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu maamuzi hususi yaliyofikiwa katika mkutano kati ya Rais Yoweri Museveni na Waziri Floribert Anzuruni. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya siasa za kikanda wanaona kuwa ziara hiyo ni sehemu ya mkakati mpana wa serikali ya Kongo kwa kuimarisha diplomasia yake na kutafuta uungwaji mkono wa kimataifa katika juhudi za kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa nchi. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, ni hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya asubuhi ya leo, kwa ni Jumanne tarehe 14 Julai mwaka 2026. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi na kupata nafasi ya kuletea habari muhimu za kwa wakati huu kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine ya dunia. Basi endelea kuwa nasi kupitia majukwaa yetu yote ya Kivu News Info kwa taarifa mpya, uchambuzi wa habari zinazokujia wakati wowote. Mimi ni Lojo Longo na kutakia siku njema yenye amani, afya njema na mafanikio tele katika shughuli zako za kila siku. Huku nikiendelea kuwaletea mtandao katika taarifa zetu zingine za mchana. Asanteni sana kwa kuendelea kutusikiliza na kututizama. Bye bye na chao, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki na ibariki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.